Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Kaa. Kupunguza makasiriko kwa mtu. Kuonesha kweli unachukizwa na kitu. Kutotaka kusikia maneno ya mtu yenye kukaraisha. Kutamani mazuri unayoombewa ya kufikie. Hautohitaji kuwa sababu ya mtu kukosa furaha. Kupatiwa ushauri utakao kufumbua akili na mtu mwenye busara. Kaa, nguvu yenye mwongozo ipo popote ulipo kwa kila hatua unayoelekea. Namba 66, utakapoziona zinakujulisha upo katika hali ya kutafakari sana. Mawazo yako ni mengi. Unakaribia kufanya maamuzi sahihi. Moyo wako utakuwa na amani kwa kukuondoa hofu. Utakuwa ni muoga sana wa kudaiwa. Yaani hupendi madeni. Labda ikulazimu tu kufanya hivyo. Utakuwa mwenye kujificha sana. Kufuta faili muhimu sana kwenye simu yako. Kumwaga au kuangusha kitu kwa bahati mbaya. Itakujulisha kuna mtu utakosana naye au kuwa mbali naye. Kuna sababu itakayojitokeza kwa hilo. Nyota ya Samaki. Kumtumia mtu kitu bila kutarajia. Kutokana tu na ubonyezaji wa simu. Kutokuwa na ubinafsi. Kupenda cha kwako wafaidike na wenye kustahili. Utapata mapumziko ya kutosha. Maelewano na mtu kukua zaidi. Kushirikishwa kwenye vikao muhimu. Kuzingatia muda au wakati. Kubadilisha namba kwa mara nyingine. Kuhisi aibu kumtafuta mtu. Kuhitaji kukamilisha ndoto zako. Kusifiwa na mtu na kujihisi aibu. Nyota ya Nge. Kimbilio la mtu litakuwa kwako kwa kuhitaji mwongozo. Utaonesha kujali sana. Uwezo wako ni mkubwa kukabiliana na mambo. Kufanya tu maamuzi bila kusubiri. Mtu ataamua kubadilika. Mwenye nyota ya Ng'ombe anahitaji umakini wako. Kuna namna mtakayoongozana vizuri. Mambo yanayohusu sheria yatafuatwa. Kuelekea kufanya kazi sehemu moja na mtu unayemfahamu. Nyota ya Mapacha. Kuchoshwa na kitu kwa haraka. Kuongozana na mtu muoga sehemu. Kufika sehemu ya mbali yenye vivutio vya asili. Kupendelea kujifunza mambo. Kumwambia mtu kama unampenda. Kusimulia kisa kizuri. Utaonekana mwenye mapenzi ya dhati. Kusita. Kwa baadhi yenu kulia ndani kwa ndani. Usaliti au jambo la mtu kukuchanganya kabisa. Kuhisi huzuni. Kusinzia kila wakati. Nyota ya Mizani. Kuamua kitu na mtu kushindwa kabisa kukubadilisha. Kupenda matokeo mazuri na si yenye kukuumiza moyo. Kuchukia ugomvi au malumbano na unaweza kuwa na uoga nayo kabisa. Kifua kuuma. Stima kukata ghafla usiku. Utakuwa na hali ya uoga. Kupatiwa kitu feki. Kufuatilia sana mambo ya urembo au utanashati. Kuhitaji kupendeza sana kwenye tukio fulani. Kupenda mazungumzo yanayofikia tamati. Kumng'ang'anizia mtu kitu. Kupunguza makasiriko ya mara kwa mara. Mtu uliyemsubiri atakufikia. Nyota ya Ndoo. Kupenda kuwa peke yako bila ghasia yoyote. Utajitisha mwenyewe kwa kitu unachohisi kipo. Kumwona mtu katika hatua nzuri ya baadaye. Shali za mtu zitafanya umchukie. Kutopenda kulazimishwa. Kuandika vitu muhimu. Kulala sana. Kuhisi umebeba kitu kizito mgongoni mwako. Nyota ya Mbuzi. Kuongea na mtu ila utajua kuwa ana huzuni. Kumwombea mtu ruhusa. Kuiota sana mvua ikiwa haina madhara yoyote. Tarajia kupata amani, furaha, upendo na kilicho bora. Kutokaa na jumbe za mtu kwa muda mrefu. Hivyo utakuwa unafuta kila wakati. Mtu kuwa mwenye mashindano sana kwako. Kuondosha gumzo lililokuwepo. Nyota ya Mashuke. Hasara ya mtu inaweza kukuumiza wewe pia. Kutoa taarifa tahadhari mapema.
Kupenda kuhifadhi mazungumzo ya mtu kila ongeapo kwenye simu. Mtu kukutisha au kukutia uoga, ila hutotishika. Kujali sana afya. Muda mwingi utakuwa mwenye kujilinda, na ndiyo maana unakuwa mpekuzi sana kwa mwenza wako. Nyota ya ng'ombe. Utakuwa mwangalifu hasa kwa vitu vinavyopuuziwa. Kutotaka kuonekana dhaifu kwa mtu. Kupata funzo. Kupata ongezeko la mtaji kwa wachache wenu. Ila wengi mtakuwa na hali ya kusononeka na kujikuta unapoteza. Kinyongo na huzuni hufanya vitu vizuri visikufikie kwa wakati. Kuumia sehemu ya mgongo au mbavu. Mtu anakutakia heri kila wakati. Utakuwa mwenye nguvu ya kufanya kazi. Kutengeneza kitu kizuri sana. Mtu kigeugeu atakuwa sawa. Kupatiwa matibabu. Kukata kiu yako ya kutaka kitu. Nyota ya punda. Utakuwa mwenye utulivu sana. Kufikiria mambo mengi yenye kukuhusu. Mambo unayoyapangilia kichwani mwako hutaki hata mtu akuvuruge. Unataka kufanya kitu kikubwa. Kutokubali dharau ziwepo kwako. Kujiheshimu na kupenda heshima iwepo. Utaandika vitu unavyovihitaji. Kila unalolitimiza utashukuru Mungu sana. Kutabasamu ukifikiria kitu. Nyota ya simba. Nguvu yako inasogea zaidi kukuonesha kila tukio ambalo lipo mbele yako na hata yaliyopita. Utakuwa mwenye msisitizo. Kukagua vitu sana. Kuna neno utakaloliongea kisha litatendeka kweli. Utakuwa muda wote umejiandaa kwa jambo fulani. Kukisia kitu. Kuhudhuria vipindi vya ibada. Utahitaji uwe na mtu kutokana na ushauri wake. Kukaribia kupata kazi mpya. Muonekano wako utamshawishi mtu kuhitaji mtangazie kazi zake, hasa za mavazi. Nyota ya mshale. Kupenda kumridhisha mtu kwa anachokipenda. Kwenye kazi utakuwa na bidii sana. Mwenendo wako kubadilika. Kuongeza watu wengi wenye kukukubali. Utasifiwa ulivyo. Mabaya ya mtu kuyaficha. Kutotaka aibike. Utakuwa mwenye vituko sana. Kumpa mtu mashaka kila kuonapo. Kupitia kamusi ili ulielewe neno vizuri kwa maana yake. Ushabikia kitu sana. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.